Maisha ya Najma kwa sasa yanazidi kuwa magumu. Ni baada ya kushika ujauzito na kaka yake Daddy ameondoka nyumbani kwa siku 2. Mpaka sasa Najma bado hajapata kitu chochote kinywani, kwa maana kwamba anamtegemea sana kaka yake katika masuala mazima ya chakula. Na sasa Daddy yuko kwa Jojo na Jojo anazidi kukazia swala zima la Daddy kwenda kuchukua kila kitu ambacho kinahusiana na Daddy na baadaye arudi nyumbani kwa Jojo kwa lengo la kuendelea kuishi. Tukumbuke Jojo mpaka sasa bado ana kinyongo kikubwa sana na Najma, kwa sababu alipelekwa kituo cha polisi na baadaye walipigana sana ndani ya kituo cha polisi Jojo na Najma. Sasa hapa Jojo anakwenda kumwambia Daddy kwamba kila kitu ambacho kinachoendelea kwa upande wa Najma kinaonesha kabisa kwamba Najma amekuwa na ana uwezo wa kujitegemea. Hivyo kila kitu ambacho kinaendelea mimi sioni kama ajabu, kwa sababu Najma ana mtu ambaye amempatia ujauzito na yeye ni mtu mzima. Hivyo wewe kama Daddy tambua, kumwacha mdogo wako sio kwamba ndo sababu ya kumtesa. Yeye ana uwezo wa kujisogeza mwenyewe katika maisha na ameshatambua nini cha kufanya. Kwa hiyo moja kwa moja kwa sasa Najma ana uwezo wa kujitegemea. Sasa Jojo anakandamiza hivyo kwa sababu anaamini kabisa anavyofanya anakwenda kumkomesha Najma. Sasa Najma naye nyakati za asubuhi, baada ya kuona hali imekuwa ngumu kwa sababu ana njaa ya muda mrefu, baadaye sasa anakwenda kwa Mama Ngwengwe kwa lengo la kupata msaada walau wa chakula. Na Mama Ngwengwe bana amekuwa ni mtu ambaye anamsaidia sana Najma. Baadaye anakwenda kumuuliza kuna shida gani, mbona umezoofika hivyo? Baadaye Najma anasema kiukweli dada, paka sasa mimi nina njaa, kaka hajarudi siku 2 sasa, hivyo sina chochote ambacho nimekiweka mdomoni. Sasa hapa Mama Ngwengwe anashangaa kwa kile ambacho anaambiwa na Najma. Baadaye anakwenda kumwambia basi mimi nitaangalia nafasi yote ya kufanya ili uweze kupata chakula, kwa sababu tayari sisi tulikuwa tumeshakula. Lakini kitu kikubwa ambacho nilikuwa natamani ni kushauri, basi unaweza hata ukawasiliana na baba wa hiyo mimba. Baadaye Najma anasema kiukweli Mama Ngwengwe siwezi kufanya hivyo vitu, kwa sababu nikifanya nitakuwa nimehalalisha swala zima la kumpenda yule mtu. Kiukweli mimi namchukia sana na wala sitamani awe baba wa mtoto wangu. Sasa tunatazama Najma kwa sasa amekuwa na wakati mgumu sana na Mama Ngwengwe amekuwa mtu ambaye anamsaidia sana katika swala zima la ujauzito wake na maarifa nini afanye wakati wa muda huu ambapo anahangaika. Sasa Jojo bana, baada ya kumshauri sana Daddy, baadaye sasa Daddy yeye akiwa na msimamo ule baadaye anafika nyumbani kwa lengo la kuchukua vitu. Jojo anazidi kumkomandi Daddy kwamba achukue vitu, lakini Daddy anajisikia vibaya na kusema kwamba yule ni mdogo wake, japokuwa anafanya hivyo vitu lakini anatambua kabisa bado hajafikia swala zima la kujitegemea na bado ni mdogo. Sasa hapa Jojo anazidi kuzungumza kwa maana kwamba Jojo hamtaki kabisa Najma katika maisha yake, kwa sababu aliona kabisa kwamba Najma anadharau ndani yake. Sasa wakati Daddy ameingia ndani kuchukua vitu, Najma anafika kwa lengo la kuzungumza na Jojo baada ya kumkuta nje na kumwambia habari Jojo. Jojo akaitikia. Basi Najma akamwambia kwamba kiukweli naweza kusema kwamba sija kuomba msamaha, lakini ni muda wangu wa kukuomba msamaha, kwa sababu matatizo yote ambayo yamekukuta sababu ni mimi. Wewe kupelekwa kituo cha polisi sababu ni mimi, na pia swala zima la mimi na wewe kupigana sababu ni mimi. Kwa hiyo nakuomba sana swala zima la wewe kukaa na kuweka kinyongo, basi mimi naomba unisamehe sana na wala sitamani mimi na wewe tuendelee katika swala zima la ugomvi. Baadaye Jojo anamwambia kwamba naamini yale mambo yote ambayo uliyafanya ni kwa sababu umenichukulia kama mke mwenza, lakini tambua mimi ni kama wifi yako na ninaweza kukusaidia baadhi ya mambo, lakini tambua
hilo ambalo ulilofanya ni kwa sababu unanidharau sana na pia unanichukulia kama mke mwenza. Hapa anazungumza kwa hisia kwa sababu Jojo anatambua nini ambacho kinaendelea. Sasa hapa Dadi anatoka akiwa amebeba mizigo. Baadaye tunaona Najima anamuuliza kaka yake kwamba anaenda wapi. Baadaye Dadi anamwambia, bwana, tatizo ambalo lipo kwa sasa, nahitaji kuondoka. Nitakuwa nalala kwa Jojo na pia nitakuwa nakuja hapa kutembea hata kidogo tu na kukuona, lakini kwa sasa nitakuwa nalala kwa Jojo. Kila mtu atakuwa anajitegemea. Sasa Najima anasikitishwa na taarifa ambazo anazipata na kumwambia, kaka, mimi nawezaje kujitegemea? Sasa hapa tunaona Dadi anamwambia, kiukweli tambua wewe saizi ushakuwa mtu mzima na nimeshindwa kukulea, kwa sababu mambo yote ambayo unayafanya ni kwa sababu wewe mwenyewe ndiye uliyeamua. Kwa hiyo unaweza kuendesha maisha yako mwenyewe, na hao ambao wamekupatia ujauzito inatakiwa uwapigie simu. Sasa hapa tunatazama Dadi amekuwa mkali na anaondoka. Sasa Najima anazidi kutoka na machozi kwa kile ambacho anakiona kutoka kwa kaka yake ambaye aliamini atakuwa msaada mkubwa katika maisha yake, na sasa Dadi hahitaji chochote. Sasa kwa upande wa Afande, tunazungumzia Afande Masalia. Huyu Afande bana naye ameingia mtegoni. Sasa baada ya kuingia mtegoni, tunatazama Afande Masalia, yeye ameingia mtegoni kwa sababu Prince alipigwa na kitu kizito katika kichwa. Baada ya hapo tunaona yeye alipigiwa simu. Baada ya kufika, tunatazama kumbe wale maaskari ambao walitumwa ili kumtega Afande Masalia wanakwenda kujitokeza, na baadaye sasa wanakwenda kumbebesha kesi ya mauaji kwa huyo Prince ambaye amedondoka chini. Sasa Afande Masalia naye akenda kuambia kwamba nyinyi mna uhakika gani kama huyu mtu amefariki? Hivyo mimi ninachokihitaji tumpeleke kwanza polisi, lakini mimi niko tayari pia mnipeleke huko selo, lakini kikubwa nimfikishe kwanza kituo cha polisi. Baadaye sasa yule mgonjwa ambaye ni Prince anapelekwa huko kituo cha polisi, kituo cha afya. Baadaye anakwenda kupimwa, lakini anakutwa kumbe bado hajafariki. Sasa Mwamba wanakwenda kumpeleka selo, na baadaye sasa kaka yake Prince naye anaanza juhudi za kumtafuta Prince yuko wapi. Sasa baada ya yote anapata taarifa kwamba yule Prince ambaye ni mdogo wake yuko kituo cha polisi. Tukumbuke kaka yake Prince anamkumbuka yule askari ambaye alifika nyumbani kwa Prince kwa lengo la kumchukua. Baadaye sasa anakwenda kugomba kwa sababu anajua kabisa yule ambaye anahusika sio yule. Baadaye sasa anakwenda kuambiwa kwamba yule ndio anayehusika na kuanza kumuuliza kuna kitu gani ambacho kilitokea, kwa sababu yeye anatambua kabisa yule aliyehusika sio yule, lakini kituo cha polisi wanamwambia yule Afande Masalia ndiye aliyehusika. Kwa hiyo tunaona hapa mpaka sasa Prince yuko hospitali huku Afande Masalia yuko ndani ya selo. Sasa moto unazidi kuwaka, japokuwa kaka yake Prince anakumbuka vyema kabisa kuhusiana na yule askari ambaye alikuwa akimfuatilia Prince. Aise, moto unazidi kuwaka. Kama ni mara kwa kwanza kujiunga nasi, chini ya video hii kumeandikwa neno subscribe, gonga hapo ili uwe wa kwanza kupata video zetu. Karibu sana na asante.